Karibu katika hadithi ya uongozi, safari ya DC Jafar Kubecha kutoka malezi ya kawaida hadi kilele cha utumishi wa umma. Katika simulizi hii tena kufundisha mambo mengi sana kuhusiana na safari ya mwanasiasa akiwa bado mchanga mpaka kukulia hivi sasa alipofikia DC Kubecha huko wilayani mkoa wa Tanga. Ameweza kufanya mambo makubwa sana, ambapo haya yote nitaenda kusimulia hapa katika channel yetu ya Usiku TV. Msimuliaji wako mimi ni Alexander Scott Rizzi. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika simulizi hii. Twende kazi. Kulikuwa na wakati ambapo jina Jafari Kubecha halikujulikana nje ya maduara ya familia, marafiki wa karibu na jamii waliokulia. Hakukuwa na kelele wala matarajio makubwa ya maarufu. Ilikuwa ni safari ya kawaida ya mtoto wa Kitanzania aliyekulia katika mazingira ya nidhamu, heshima na kujifunza kwa vitendo kwa uongozi na utumishi kwanza. Kuzaliwa na kukua kwake, mbegu ya uongozi. DC Jafari Kubecha alizaliwa katika jamii ya kawaida iliyomjengea katika misingi ya maadili Kiafrika, kuheshimiwa pamoja pia na kuheshimu wakubwa, kuthamani kadhi na kusikiliza kabla ya kuzungumza. Wale waliomfahamu tangu utotoni humwelezea kama mtu mtulivu, msikivu, lakini mwenye kusimamia na kusimama. Hakupenda makeke, alipendelea vitendo. Katika malezi yake alijifunza mapema kwamba mamlaka bila haki ni mzigo na uongozi bila huruma ni hatari. Falsafa hii ilimfuata hadi utu uzima, elimu na ulezi wa akili. Safari yake ya elimu ilijengwa juu ya misingi ya nidhamu na ushindani. Alikulia katika mazingira yaliyomfundisha kuwa elimu si cheti tu, bali ni nyenzo ya kuwatumikia wengine. Ingawa taarifa zake za kielimu haziko wazi kwa umma, kwa undani uteuzi wake mfululizo katika nafasi nyeti za uongozi unaashiria mtu aliyepitia mafunzo ya kiutawala, kisiasa na kijamii kwa kina. Hapa ndipo alipoanza kuelewa mifumo ya serikali, siasa za ndani na saikolojia ya jamii, maarufu ambayo baadaye yangekuwa silaha yake kuu kuwa DC. Safari ya siasa na uongozi wa vijana. Kabla ya kuingia rasmi katika utumishi wa umma kama DC Kubecha alipitia shule za siasa na vitendo, akijihusisha na shughuli za chama, hususan ndani ya makundi ya vijana. Hapa alijifunza kusikiliza hoja tofauti, kuvumilia shinikizo, kujenga hoja badala ya hasira. Ni katika kipindi hiki alipojijengea jina kama kiongozi asiogopa majukumu, lakini pia asionea. Kwa DC, mtihani wa maisha halisi. Uteuzi wake kuwa mkuu wa wilaya haukuwa tu heshima, ulikuwa mtihani. Lushoto, kiongozi wa kusikiliza. Akiwa DC Lushoto Kubecha alikuta wilaya yenye changamoto na fursa. Badala ya kuongoza kwa amri, alichagua kuongoza na kusikiliza. Alikutana na wakulima, viongozi wa dini, vijana, wanawake. Aliamini kuwa serikali haiwezi kuwa na majibu yote kama hata wasikiliza wananchi wake. Huko Lushoto alisisitiza sana utalii wa ndani, akiamini kuwa maendeleo ya wananchi yanaweza kuanzia kwenye rasilimali walizonazo wao wenyewe. Hii ilikuwa siasa vitendo, si maneno tu. Tanga, uongozi chini, mwanga mkali. Alipohamishiwa Tanga mjini, macho yalikuwa juu yake. Tanga ni jiji lenye historia, siasa, biashara na sauti nyingi. Hapa ndipo uongozi wake ulipojaribiwa zaidi. Aliingia kwa vitendo na mtindo wake wa ule ziara za kusikiliza wananchi, kukutana na makundi ya kijamii, kutatua migogoro ikiwemo migomo na migogoro ya kijamii. Alikuwa DC asiogopa kusema, maendeleo hawezi kusubiri visingizio, kila mmoja afanye wajibu wake, alisema Kubecha. Kauli hii ilimpa sifa na wakati huo huo lawama, ishara ya kiongozi anayefanya maamuzi. Falsafa ya uongozi. DC Kubecha aliamini katika mambo makuu manne. Namba 1, ushirikiano wa wananchi na serikali. Namba 2, maamuzi yenye haki hata kama hayapendwi. Namba 3, maendeleo yanayoonekana si yanayozungumzwa. Namba 4, utii wa sheria bila upendeleo. Akiwa akizungumzia uongozi wa Rais Samia, alinukuliwa akisema, ni kipindi cha matumaini na faraja, uongozi unaosikiliza na kurejesha imani ya wananchi, alisema DC Kubecha. Kauli hii ilionyesha imani yake katika uongozi unaojengwa juu ya mawasiliano na maridhiano. Uchambuzi wa kina wa uongozi wake. Nguvu zake: utulivu, kusikiliza maamuzi ya vitendo, uwezo wa kushughulikia migogoro, changamoto
Ukali katika utekelezaji humfanya wakati mwingine aonekane mkali. Mtazamo wake wa baadaye: ni aina ya kiongozi anayejengwa kwa ngazi, anayeweza kupanda zaidi endapo ataendelea kudumisha mizani, haki na huruma. Hadithi ya DC Jafari Kubecha si hadithi ya mtu aliyepanda kwa kelele, bali ni simulizi ya mtu aliyepanda kwa ngazi. Ni kioo cha uongozi wa kizazi kipya, viongozi wanaotaka miongoni mwa mtu, wanaorudi kwa watu na upimwa kwa matokeo, si maneno. Hii ni simulizi hadithi ya Jafari Kubecha, mkuu wa wilaya ya Tanga mjini. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Hii Usiku TV.